Matajiri wa Kiislamu, wazee wa show off, wazee wa kujionyesha. Utasikia mtu kachukua ukumbi wa Mlimani City, kachukua ukumbi wa Diamond Jubilee, watu 5,000 mule ndani, aliyefunga twende, asiyefunga twende, vyakula vya hatari, omba, wajane, mayatima, maskini wako mlangoni, hawaingii. Kwa taarifa yenu, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna chakula kakiponda, anasema sharru taami taamul walima, chakula chenye shari kabisa ni chakula cha harusi. Kwa nini ya Rasulullah? Yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Chakula cha harusi kilivyo, wanaoalikwa ni wale ambao hawana haja nalo, hawana haja nacho, lakini wenye haja wanakataliwa. Angalieni harusi za Waislamu za kinyemela, za kualikana. Sote sisi tunaalikwaga, na ni wajibu wa Muislamu akialikwa na Muislamu katika harusi yake, katika ndoa, amuitikie. Nenda kwenye maholi, omba ameshona shekhi wako nje, hapa ngoma kadi, bila ya kadi hauingii. Na siku hizi tumeendelea bwana, tunawaweka mabouncer, wa ma adraka mabouncer, wanazuia. Sasa Mtume anasema mwenye kustahiki chakula chako cha harusi, cha ndoa, walima, ni wale maskini. Wale wanawekwa nje, wanaalikwa ambao hawana haja na chakula hicho. Vivyo hivyo katika futari zetu, vivyo hivyo katika futari zetu, futari za mchongo, futari za kinyemela, futari wanaalikwa watu wenye shibe. Ni lini mtaamka nyinyi Waislamu mkaandaa maskini, wajane, mayatima 5,000 mkachukua Diamond Jubilee mkawapikia drafti ya mana? Mtu anaona kinyaa kuchanganyika na wale. Huu ni mtihani mkubwa sana. Mimi nitaendelea kusema kadri ya uwezo wangu, kuamrisha mema na kukataza mabaya, japokuwa kuna ambao wananichukia kwa hilo, lakini sitojali. Wale ambao wanasema jamaa bwana ajifanya sana. Haya, kujifanya sana maana yake nini? Wapi niliwahi kusema najifanya sana? Mbona unanisemea? Kwani ninayoyasema si maneno ya Allah na mtume wake? Si yamenyooka? Si maneno ya dini? Nimejifanya nani? Mungu, mtume? Sina kufikishia ukweli unakuuma? Vumilia shekhe, haki ndivyo ilivyo. Inakupiga wewe na inanipiga na mimi. Na wengine wazee wa basi, nikishiki bana simkubali kabisa. Kwa kuwa haumiliki pepo na moto, usinikubali tena ufe aliyekuwa unikubali. Aliyeshika funguo za riziki si wewe, khazina za Allah hunazo wewe, pepo huna wewe, wala moto, wala roho yangu haipo katika mikono yako. Unikubali usinikubali utajijua mwenyewe. Tena sana unaweza ukaja kuulizwa, kile kitoto kile kidai changu kile kimewalingania sana kile, kwa nini ulikuwa mkubali? Utamjibu Allah nini? Basi tu. Wazee wa basi gani? Mwendo kasi, daladala, mabasi ya kwenda mikoani,